Na makali ya njaa kwa kukosa lishe. Hii ni baada ya wezi wa mifugo kuvamia boma lao na kuiba mifugo waliowategemea kukidhi mahitaji yao. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anasimulia kisa hicho baada ya idara ya afya katika kaunti hiyo kuingilia kati na kuwasafirisha wawili hao hadi hospitalini. Kijiji cha Lemarai Poro, kaunti ya Samburu ukiwa umetawala, tunakutana na mzee mwenye umri wa miaka 65 Emmanuel Lengewa akiwa nyumbani kwake ameketi chini ya mti akiwa amejistiri kwa shuka. Anapojifunua shuka hiyo, uhalisia wa hali yake unadhihirika na kutonesha kidonda zaidi anapojikokota kwa usaidizi kunyanyuka na kujaribu kutembea kwa mkongojo. Uhalisia wa kukeketa maini utakuliza mwili uliodhoofika. Mimi nilikuwa na mali, lakini mali yangu yote iliibwa. Alafu mimi nakaa kama masikini sasa, hakuna mali ngine. Na mimi na watoto, mimi nakaa na njaa, kuna kitu nakula. Mzee mwenye mnamwona pale anategemea majirani wake kwa chakula. Alikuwa na mali mingi, mbuzi na ng'ombe ambazo ziliibwa na wezi wa ng'ombe, na saizi hana kitu chochote ya kutegemea kwa familia, na watoto wake pia ni walemavu. Lengewa anakisiwa kuwapoteza mifugo wake kupitia wizi wa mifugo na kusalia fukara. Na ukistaajabu hayo, mwanawe mwenye ulemavu pia ameathirika na utapia mlo. Once in a while, when they are fed by well wishers, they start walking. But seem the aid is not coming properly, and we beg for well wishers to come to their aid. Akona hiyo uvimbe wa miguu zote mbili ambayo ni ishara ya kuwa na kutokuwa na lishe bora. Asiposhughulikiwa akiwa na hiyo shida na hiyo lishe ambayo utepetefu wa lishe inaweza sababisha kifo pia. Wawili hawa wamedhoofika kiasi kwamba shughuli ya kuwasafirisha hospitalini ililazimu utumizi wa wilibaro hadi eneo la kuabiri gari, na sasa wapo chini ya uangalizi wa wataalamu wa afya katika hospitali ya rufaa ya Samburu. We have received 2 cases